Taarifa imeendelea kuvuka mipaka zaidi na zaidi, na ikumbukwe kwa taarifa ambayo haitokuja kusaulika ni baada ya Rais Ibrahim Traore kutokea Burkina Faso. Nafikiri pia ikiwa ni moja ya viongozi ambao wanashirikiana vyema kabisa na nchi ya Nigeria, Mali pamoja pia na Burkina Faso, ikiwa ni moja ya sehemu ya muunganiko mzuri wa kuweza kumtumia kama kiongozi wa kidikteta lakini pia na kibepari ambaye kwa asilimia kubwa ameonekana kwa falsafa hizo, lakini ni kiongozi ambaye wa kuaminika zaidi na nchi ya Burkina Faso akiwa kama rais. Sasa ikumbukwe kwenye swala ambalo sasa hivi limekuwa likiendelea na kuvuka mipaka la Tundu Antipas Mugwai Lissu ambaye ni mwenyekiti wa chama pinzani cha CCM ambapo ni chama cha demokrasia na maendeleo, baada ya kugoma kata kujihusisha na swala zima la uchaguzi, huku tukiwa tumeweza kunukuu na kusoma pia hata ujumbe wa katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo John Mnyika, ambaye alisema kabisa kwenye swala zima la kusaini fomu za maridhiano na makubaliano ya kuweza kujihusisha na tume ya taifa na wao kuweza kujikita na kujiingiza kwenye uchaguzi ndani ya mwaka 2025 ni swala ambalo haliwezekani. Sasa baada ya nukuu na hata pia katika press conference tofauti ambazo tunajua ni heshima kubwa kabisa Rais Ibrahim Traore amekuwa akijengea na rais wetu Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan wakiwa na connection nzuri. Sasa ikumbukwe na iendelee kueleweka kabisa kwamba Ibrahim Traore anavijua vyama viwili vikubwa pinzani ambavyo ni chama cha CCM na chama cha demokrasia na maendeleo. Kwa hiyo aliweza kuomba, na katika swala ambalo nafikiri watu wengi waliweza kushtukizwa baada ya kuona kabisa kama pia hata Rais Ibrahim Traore na mwenyewe pia ameweza kulizungumzia swala hilo la chama cha demokrasia na maendeleo na kuzungumza kwa wema tu kwamba ni heri kikakubaliana na matakwa ya tume ya taifa na kujihusisha na uchaguzi ndani ya mwaka 2025, kwa sababu amekuwa akimheshimu Tundu Lissu na anamfahamu kwamba ni moja mwanasiasa maarufu na mwanasiasa mkubwa kabisa katika nchi ya Tanzania. Hivyo anaheshimu mchango wa chama cha demokrasia na maendeleo na chama cha CCM, na bila kumsahau pia rais wetu upendwa Amiri Jeshi Mkuu. Hivyo pia hata kwa kauli na ushauri wa Ibrahim Traore ni kuiomba serikali yetu ya Tanzania pamoja pia na viongozi akiwemo Tundu Lissu kuweza kukubaliana na viongozi wenzie ambao sasa hivi wameweza kuweka mgomo baridi wa no retreat no surrender, yani hakuna swala la kukubaliana na uchaguzi ndani ya mwaka 2025. Kwa hiyo ni sakata ambalo hata Rais Ibrahim Traore naye mwenyewe ameona kwamba endapo kama Tundu Lissu na chama cha demokrasia na maendeleo kitakubaliana kuto kuingia kwenye uchaguzi ndani ya mwaka 2025, kwanza katika swala ambalo ni kesi ya uhaini, kukataa kujihusisha na uchaguzi tena kwa chama kinachokubalika na wanachama na chama ambacho tayari Watanzania wanakielewa na wanakijua na wanakifahamu vizuri, hivyo ni kukataa pia na kuwapotosha na kunyima haki za wanachama kutokea kwenye chama cha demokrasia na maendeleo, kwa sababu tayari chama cha Chadema kina mashabiki na wafuasi wengi sana. Kwa hiyo pindi chama kinapokataa kujihusisha na uchaguzi, maana yake ni lazima tu kitadidimiza pia wale wananchi ambao tayari walikuwa na upendo na kuweza kukubali chama ambacho walikuwa tayari wanataka kukipigia kura. Kwa hiyo tayari inakuwa kama umeweza kuwadhurumu nafsi zao na kuwadhurumu mapendekezo yao, kwa sababu ni maamuzi walioamua kuyatoa wao Chadema kama Chadema, wao viongozi tu, na sio wananchi kwamba wao ndo wamekataa kupiga kura ama wananchi wamekataa kuingia kwenye uchaguzi. Kwa hiyo ni swala ambalo limekaa kiuongozi zaidi, na ndio maana pia hata kwa viongozi tofauti akiwemo Rais Ibrahim Traore, na pia tuliweza kuona hata kwa baadhi ya mawakili kutokea nchi tofauti wakiweza kulizungumzia swala hili kwamba imeonekana kwamba labda pengine tu baada ya Tundu Lissu kuweza kukamatwa, labda ndo swala la msingi sana kuweza kuzungumziwa na kuongelewa, na pengine ikaonekana kwamba kuna doa linataka kutiwa baada ya kipengele hicho. Lakini kweli ni kwamba watu wanashindwa kuangalia kwenye chanzo, wanaangalia kwenye final.
na ndio maana siku zote ni watu wanaangalia kwenye nani aliyemaliza, sio nani aliyeanza. Lakini kwenye chanzo, nafikiri mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa hili ameweza kuwakosea Watanzania na amewakosea wananchi ambao pengine katika nafsi zao walikuwa wameshajiandaa kwa uchaguzi na tayari walikuwa washajiamini na kuweza kuhakikisha kabisa kwamba Chadema inakuwa kipaumbele katika majimbo ambayo watakuwa wameweza kuyachagua. Kwa hiyo ni swala na nidhamu ya uoga ya hali ya juu kutoka kwa chama pinzani ambacho kinaendelea mpaka sasa hivi. Cha msingi tukutane kwenye comment. Ni Hatboy Media.